Katika kipindi hicho pia tumeweza kufanya uharibifu wa dawa zilizopitwa na muda au ambazo hazikizi viwango za thamani ya shilingi milioni 820 na tukaziharibu, na zile ambazo zilipatikana kwamba kwenye maduka haziruhusiwi kuuzwa kwenye hayo maduka, lakini zilizokuwa ni bora na salama na zenye ufanisi, tuliweza kuzigawa kwenye hospitali. Wale ambao tuliwakuta hawana vibali, wale ambao hawana watu wa taaluma, tuliweza kuzifunga na kuzipeleka kwenye bodi. Na vile vile kuna dawa ambazo tuliziondoa sokoni ambazo zilikuwa hazijasajiliwa, au kwenye yale maduka ya dawa muhimu wanauza dawa nje ya orodha ya dawa muhimu. Washiriki, mnatambua uwepo wa dawa mbalimbali duni na bandia kuwa ni janga la dunia nzima kwa sababu ya utandawazi. Hivyo ninawaomba na kuwaasa wafanyabiashara na watoa huduma, acheni mara moja kununua dawa, vifaa tiba na vitendanishi katika maeneo yasiyo rasmi, kwa kuwa ni kinyume na sheria na mara zote bidhaa hizo huwa si salama kwa matumizi. Ikumbukwe, serikali haitamwonea huruma mtu yeyote atakayepatikana na bidhaa duni au bandia kwa kigezo kuwa hakujua, wakati huo akiwa amesababisha madhara kwa watumiaji. Kwa kweli ni muhimu sana kwetu, pamoja na kwamba mengi tunayajua kuhusu uendeshaji wa maduka ya dawa, kilimo, mifugo, lakini kutukumbusha ni jukumu la serikali, kwa sababu kuna watu wapya wanaingia kwenye hii biashara, na hata sisi wengine ambao tuko muda mrefu naweza ukajisahau, lakini imetusaidia hii semina kutukumbusha majukumu yetu, ambayo ni pamoja na kufuata sheria tunapouza madawa, kufuata kuwa waadilifu, tusiangalie faida, tuangalie vile vile na afya ya mlaji ambaye ni wagonjwa wetu.